Za kupata habari kutoka JTV. Subscribe. Tarehe 8 mwezi wa 3 TFF na bodi ya ligi waliahirisha mechi pasipo kufuata kanuni. Tukio lile limeleta adha kubwa sana kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa Yanga. Ukizingatia hasa sisi tuliotoka mikoani. Tulitumia gharama kubwa mno, nauli, kwenda na kurudi, kulala, kula, kitendo ambacho bodi ya ligi hakikutendea haki kabisa. Waliahirisha mechi kama wao wanavyotoka tu ndani, wanafikiria wote wanatoka ndani mwao na kwenda kuahirisha mechi kwamba hawataathirika. Lakini sisi kama wana Yanga tuliathirika. Tunachukua maamuzi ya kuwaunga viongozi wetu wa Yanga. Rais wetu Engineer Hersi na kamati tendaji pamoja na bodi ya wadhamini ya wazee wetu wote, tunawaunga mkono. Ile mechi sisi tunasema haitachezwa tena. Tulishamaliza tarehe 8 kwa sababu kanuni zote tulizifuata, tulienda hadi uwanjani, ila wao waliahirisha mechi bila kufuata kanuni. Baada ya kuahirisha mechi, pia rais wa TFF ameendelea kufanya vitu vya ajabu sana ambavyo havivumiliki. Anamtukana, anatoa maneno ya kejeli kwa rais wetu ambaye sisi tumemwamini, rais wa Yanga. Kitu ambacho yeye ni rais wa TFF. Timu zote ni zake, ilipaswa atulie, afate maamuzi. Tunasema hivyo kwa sababu Simba wameandika barua usiku wa manane. Kamati ya masaa 72 imekutana asubuhi. Na tiketi zimeendelea kuuzwa mpaka saa 7 mchana. Na mimi nikiwa shahidi na nimetenda dhambi ya kuhamasisha watu wakate tiketi, nilikuwa kule. Maazimio yetu, tunaomba bodi ya ligi, hatuna imani nayo, wajiuzuru. Kama hawatajiuzuru, bado hatutakuwa na imani na bodi hiyo ya ligi, na ligi yenyewe itakuwa inaendeshwa hovyo ambavyo hatukustahili kwamba bodi ya ligi tulitegemea iendeshe kwa haki, timu zote iendeshe kwa haki. Mfano, sisi tumekuwa tukitozwa fine, tunalipa tukikosea. Kwa nini hao wengine walivyokosea kwa nini wasiwaandalie fine? Kwa kama sisi mkoa wa Songwe, wana Yanga mkoa wa Songwe, tena tunaotoka huku mbali, amesababisha hata ligi ikose mvuto. Siku nyingine hatutaamini kama kuna mechi ipo, hatutatoka kwenda huko kwa sababu tutahisi kwamba tunaliwa. Tumehisi bodi ya ligi imetufanya kama sawa na wale wanaosema tuma hela kwa namba hii, kwa sababu tumekata tiketi. Mfano mimi nikata tiketi ya VIPB shilingi 30,000, lakini nimefika kule hakuna mechi, nimeliwa hela na wale watu wanaosema tuma hela kwa namba hii. Bodi ya ligi imekuwa ni matapeli. Tunaposema bodi ya ligi ijiuzuru, ni kwamba hata watakaochaguliwa wengine wajue kwamba huko nyuma kuna watu walifanya makosa, walijiuzuru, watafanya kazi kwa weledi na inavyotakiwa. Hatukutendewa haki. Kwa sababu tungetendewa haki, mechi ingechezwa. Huwezi kuahirisha mechi saa 8, unategemea kwamba watu wametoka mikoa ya mbali, alafu nawaambia kwamba tiketi walizokata wataingilia mchezo ujao. Je, tiketi zilizopandia kwenye mabasi, kwenye usafiri huko, nao wameongea na watu wenye vyombo vya usafiri, tutatumia tiketi hiyo? Zingatia klabu mwenyeji ameingia hasara zaidi ya milioni 58 kwa ajili ya maandalizi ya mechi ile. Na bodi ya ligi na TFF wako kimya, wamekaa kimya, na wanazijua hizo gharama kwamba zikoje. Sisi kwanza, ndugu waandishi habari, sisi mechi tulishacheza tarehe 8. Sisi tunaamini kama sheria na kanuni zitafuatwa, sisi tunatakiwa tupatiwe pointi 3 zetu, kwa sababu sisi tulishatimiza vigezo vyote. Sisi hatukugomea mchezo. Sisi kama Yanga tulipeleka timu uwanjani, na mimi naamini kabisa hapa kanuni zitafuatwa. Bila pointi 3 hatuwezi kucheza tena mechi yoyote ya Simba ya msimu huu hapa. Sisi tunasema hivi, Kalia na bodi ya ligi, mwalimu yeye alishasema wote hao wanasema nyanga kumanzi. Yaani wote muda wao kwanza umeshapita. Sasa hivi maana yake tunahitaji watu wapya kwa ajili ya kuongoza mpira wetu. Hatutaki sisi mambo ya busara, tunataka kanuni isimamiwe kanuni, sheria. Mambo ya busara ni huko nje. Watu sasa hivi hawatakuwa wanaingia uwanjani. Sisi kama watu wa Yanga, kama mechi hii watasema tena itachezwa, maana yake sisi kama Yanga hatutashiriki tena. Kwa hiyo nasema mechi haichezwe, kwamba hatuna imani tena na uongozi uliopo. Tutaamini vipi hiyo siku nyingine tukaipanga kwamba kuna mechi ama hakuna mechi? Na mashabiki waendelee kupenda mpira. Viongozi waliopo hatuwataki. Wamechoka. Yaani wamechoka, hatuwahitaji tena. Kwa yaani uongozi uliopo hapa sasa hivi madarakani kwamba wakija tena kesho kwamba tutaamini kwa kauli zote tutakazozisema. Hatutaamini kwa sababu ni wale wale.
na akili ni zile zile. Kwa hiyo hatuwezi kuamini tena. Waombe wana Yanga wote tushikamane katika hili swala. Tuwe wamoja na tusiumbishwe na kitu chochote kile ambacho kinaongelewa sehemu yoyote ile. Umekuwa na kwenye media kuna maneno mengi watu wanaongea. Kuna baadhi ya watu sio wana Yanga, wanavishwa jezi za tofauti, afu wanaongea maneno ambayo mengine hayafai kwa kutaka kuwavunja viongozi wetu moyo. Kila mtu anajua ni jinsi gani Yanga imeonewa katika hili. Hata hao Simba wenyewe wanajua pia kwamba tumeonewa. Kwenye media sasa hivi ukianza kusoma mwenyekiti wa bodi pamoja na viongozi wengine mle, vitu wanavyoviongea ni vya kubabaisha tu. Mara wanaomba busara, wanaomba hekima, wakati miongozo yote wanayo na kanuni wanazo, lakini yote hawataki kuifuata. Bali sasa hivi wameanza kuongea vitu ambavyo vinawatia aibu. Na jinsi gani vinawatia aibu? Wewe fikiria mwenyekiti wa bodi anafikia hatua ya kuongea. Mwenyekiti wa bodi anaongea kwamba tulibidi tuahirishe hii mechi ili timu isije ikashushwa daraja. Timu gani ishushwe daraja? Kama sio hao makolo. Kwa sababu hawajaje uwanjani, kanuni inasema watashushwa daraja. Sasa mwenyekiti wa bodi anaongea kauli kama hiyo. Wanaanza kufunguka. Unajua waambia mchawi mpe mtoto wako amlee. Sasa hivi ndio wanaanza kujitambulisha wenyewe kwa jinsi wanavyofanya. Ria amefanya mambo mengi mazuri sana huko nyuma. Tunakiri ameyafanya mengi mazuri sana. Lakini ana kitu kimoja ambacho kinamvuruga kichwa. Kiburi cha madaraka. Kulikuwa na watu wanaitwa kina mzee Ngonya. Walikuwa na viburi hivyo hivyo. Akina Malinzi walikuwa na viburi lakini walitoka. Sasa huyu ameshafikia hatua ya kujiona kwamba yeye ni Mungu mtu. Na leo tena huko Tanga amewashutumu nyinyi wanahabari media, kawageuka na nyinyi. Sasa huyu mtu inabidi aambiwe ukweli. Tena naomba nyinyi wenye media ndio mumuandike kweli, mumueleze ukweli, ajitambue kwamba anachokifanya sicho. Mimi nashangaa pale naibu waziri sijui kwa nini akumchomekea hiyo kitu kwamba umeteleza. Kwa sababu huwezi kuongea kitu kama hicho, ameshakuwa na kiburi kilichopitiliza. Na tunataka hatumbembelezi. Kuna watu baadhi ya wanayanga wanamuomba eti tunakuomba uombe msamaha. No! Hatumuombi. Akitaka aombe msamaha, hataki aache. Lakini mdomo wake aushike vizuri, maneno anayosema sio mazuri. Awe na busara, yeye ni kiongozi, ni rais wa mpira Tanzania. Jambo liko wazi kwamba wameshindwa kuendesha mpira kwa mujibu wa taratibu ambazo kama wana mpira tumejiwekea. Jambo la kujiuzuru ni heshima na ni utamaduni wa mtu mstarabu na mzalendo. Unakuwa responsible kwa position yako ya madaraka. Hiyo ndio heshima. Kwa hata Yanga waliposhinikiza viongozi kujiuzuru walikuwa na maana ili imani irudi tena. Sasa wamefanya makosa ya wazi kama mwenzangu alivyosema. Watu wanatamka matamko hadharani. Alipokuja rais, tulitegemea rais wa TFF. Kwa kuwa watu tuliumizwa, watu wametumia gharama za mechi, watu wamesafiri. Tena sio Simba, sio Yanga tu, hata Simba. Tutegemea kiongozi mkubwa wa mpira wa nchi, Rais Karia, angeweza kuomba radhi wa Tanzania na wapenda michezo. Na sio Tanzania tu, tulishuhudia mpira uliopita, tulikwenda na nadhani mwenyekiti wangu anakumbuka. Tulikuwa na watu wengi Uganda, Kenya, nchi zote hizi zinazozunguka Afrika. Alipaswa kutoa kauli ya kuomba msamaha, kuiomba jamii ya wanamichezo Tanzania na hasa wapenda soka kwamba leo tunaomba radhi kwa kilichojitokeza. Baada yake amekuja kushutumu viongozi ambao walilalamikia mambo ambayo ni ya msingi, tena kwa kuwadhalilisha viongozi. Amekuja mwenyekiti wa bodi ya ligi juzi anasema mechi iliahirishwa ili kuondokana na shida ya Simba kushushwa daraja. Kwa anakiri kabisa kwamba kama kanuni zingefuatwa maana yake ni kwamba Simba angeshushwa daraja. Na anasema tutumie busara. Lakini pia lazima tukubaliane. Hivi busara ni nini? Unajua busara tunatumia tofauti Lakini sio busara ya watu wameumiza, wamesafiri unasema tutumie busara. Yaani tutafika mahali tunachoona sasa tunakoenda, tunaweza tukaambiwa Yanga mmechukua ubingwa mara 3 mfululizo. Tunaomba tumieni busara na wenyewe Simba wachukue kidogo. Yaani ndio busara ambayo wanaitafuta TFF. Busara ni kitu ambacho kina mazingira yake na kina mipaka yake. Huwezi ukaumiza watu kiasi hiki hapo unasema tunaomba tu tutumie busara, na kwa sababu tumezoea maana nyingi Yanga imekuwa kama timu ya kijamii, ni timu ya watu, rais wetu mstarabu, mzalendo, amekuwa akihusika kila eneo. Lakini wanataka kutumiza kwa namna hiyo. Busara haiko hivyo. Yanga haitakuwa na mchezo wa dabi tena. Na hili ni la msisitizo. Tunamaanisha kwamba hautakuwepo mchezo. Labda tu
kwa umri na uona hapa wengi bado ni vijana wadogo. Yanga ni timu ya msimamo. Nakumbuka mwaka 79 ilifukuza first 11 yote. Yanga ni timu ya msimamo. Wasifikiri labda pengine kuna mabadiliko atakayobadilika. Mimi kwa jinsi ninavyojua Yanga, hiyo dabi haitakuwepo. Bodi ya ligi. Sasa sina hakika watu wanapatikanaje. Maana nimesikia vyombo vya habari kwamba ni timu zilihusika kuwapata na nini, lakini kwa mujibu wa maelezo kamili niliyoyapata mimi ni kwamba wale wanateuliwa na TFF. Kwa hiyo vilabu vinaitwa kwenda kuidhinishwa na kukubaliana na yale walio yaweka. Sasa kama swala ni hilo, mimi nafikiri kuna makosa makubwa sana yanafanyika, na makosa haya hayautendei haki mpira wetu wa Tanzania na hautaendelea kwa misingi hiyo. Haya tunayasema kwa uchungu, na wala serikali isichukulie kama ni swala jepesi. Kama tujuzi kuahirishwa kwa mechi, mwenzetu mmoja ambaye alipoteza maisha. Sasa kama hili sakata litaendelea halitomalizwa kwa mujibu wa kanuni na sheria za mpira, mimi na hakika ipo hatari inakuja. Na ukiendelea mzaha wanasema Waswahili, mzaha unapoendelea matokeo yake mambo makubwa yanakuja, na chanzo cha moto ni yani njiti mmoja kibiriti. Mtazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha like, halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.